Naam, mwana ukuu wa Mwafrika katika habari zinazoendelea huko duniani. Na bado tupo nchini Urusi baada ya kuwa Volodymyr Zelensky tunasema amevuka mstari mwekundu na kushambulia kambi za jeshi za Urusi kama 5, na hizi ni airbase. Manake kama nilivyokuwa nimekuambia, ukiangalia Belaya, ukiangalia upande huko wa Ivanov, ukiangalia na maeneo mengine ambayo ameweza kushambulia, ikiwemo na kambi ambazo ziko nje ya Urusi huko Arctic wanaita huko bahari ya Arctic. Kwa hiyo haya yote ndiyo yamefanya watu wakawa wanajiuliza, je, majibu ya Urusi yatakuwaje kwa hiki ambacho Volodymyr Zelensky amekifanya? Alafu kumbuka hili linakuja baada ya kauli za Donald Trump kuwa nisingekuwa ni mimi, maana Donald Trump alikuwa anamwambia Vladimir Putin kuwa singekuwa ni yeye, manake Putin angeona moto mkali zaidi, angeona moto. Kwa hiyo yeye ndo amezuia baadhi ya vitu na baadhi ya mambo, ndo maana mambo yako vile. Alafu baada ya hiyo kauli tunakuja kuona Volodymyr Zelensky kweli amejitutumua na amevamia kambi hizi za jeshi la Urusi na kusababisha hasara ya dola za Kimarekani bilioni 7 kwa kuteketeza ndege hizi za Urusi ambazo ni ndege 42, ndege tofauti tofauti ambazo ni 42. Lakini pia vile vile ameweza kudamage mfumo wa ulinzi wa Urusi ambao ni S-400 kwa kutumia drones. Nafikiri nilifafanua ilikuwa inakuwaje, kwa sababu kama hii kambi airbase iliyoko huku Belaya kutoka Ukraine mpaka Belaya ni kilomita 4,300. Sasa inakuwaje, yani inawezekanaje kuwa yani drone gani inaweza ikasafiri umbali huo wa kilomita 4,000? No, ni kwa sababu walizipeleka karibu na hayo makazi kupitia maroli, huku wakiwa wamezifunga kwenye maboksi ya mbao kwenye makontena ambayo walikuwa wamesafirishia, jambo ambalo lilikuwa ni gumu kwa Urusi kuweza kudetect hizo drones ndogo ndogo, alafu zikapelekwa karibu na zikawa zinapiga. Sasa wanazipiga, yani wanazilaunch kutokea eneo hilo karibu na hapo ambapo zilipo hizo kambi. Sasa swali linakuwa, waliingiaje ndani ya Urusi? Je, intelijensia ya Urusi iko namna gani mpaka watu wameingia mpaka ndani kabisa na kuweza kufanya maafa ya namna hii? Na hii yote tulikuwa tunasema upole wa Vladimir Putin ndio unaoigharimu Urusi. Anawalemba sana hawa. Yani nafikiri unaelewa, kwa sababu sisi kama Waafrika hatupendi kuona Urusi inaonewa. Kwa sababu mwisho wa siku hata huku Afrika anayesaidia mataifa ambayo sasa unaona kama upande huu wa Afrika Magharibi, ukanda ule wa Sahel, anayesaidia mataifa yale angalau na yenyewe yaweze kuvimba, kuwavimbia watu wa Magharibi, ndio akiwepo Urusi, akiwepo China, yakiwepo na mataifa mengine kama Korea Kaskazini, Uturuki pamoja na Iran na Venezuela na Cuba pia. Kwa hiyo ndio maana sasa hii tukategemea, tukataka kujua Vladimir Putin yeye atakuja kuongea nini. Alikuja kaongea vitu vya kawaida tu, yani ni vitu vya kawaida sana. Watu dunia nzima imekaa ikisubiri kuwa Putin atakachokijibu, atajibu kitu gani kwa haya ambayo Ukraine wameyafanya, kwa uvamizi wa Ukraine namna walivyovamia. Lakini Putin aliongea mambo ya kawaida tu. Sasa watu wakawa wanajiuliza, je, ni kwa nini aongee kawaida wakati nchi yake imevamiwa? Lakini kumbe nyuma ya huo kawaida, nyuma ya huo ukimya, kulikuwa na mpango uliokuwa unaendelea. Na mpango huu ni kuwa leo tunaongelea ni siku ya Jumatano, lakini siku ya Jumatatu kuja mpaka Jumanne Urusi wamefanya retaliation ya hatari ambayo imesababisha askari wa Ukraine zaidi ya 1,400 kuweza kuaga dunia. Ndicho alichokifanya Vladimir Putin.
Lakini kwenye ile war zone pia ameweza kupiga makombora ambayo yameweza kuharibu vituo 150, na hivi vituo vinaaminika ni vituo vya kutengenezea hizo drones ambazo zimeleta madhara makubwa sana kwa upande wa Urusi katika zile kambi 5, zile airbase. Kwa hiyo haya ndio majibu ambayo Putin amekuja nayo. Ndio majibu ambayo Putin ameyajibu, yani kutokana na kile ambacho Volodymyr Zelensky amekifanya. Alafu Zelensky anafanya hivi, kumbuka wakati huo huku Turuki, huko Istanbul, Turuki, kuna mazungumzo ya amani kati ya vita hivi vinavyoendelea kati ya Urusi na Ukraine. Wamekaa wajumbe kutoka Ukraine na wajumbe kutoka Urusi, wamekutana Istanbul, Turuki, ili wajadiliane. Zelensky ndio anaenda anavamia hizi airbase. Alafu anakuja kujisifia, anasema kuwa tulitaka Urusi naye ajisikie kupoteza kuna kuwaje, ili yale mazungumzo ya amani yafanyike kwa haraka, aone umuhimu wa diplomasia. Sasa Vladimir Putin kweli utamuonyesha umuhimu wa diplomasia? Mtu amepambana vita miaka 3, sasa hivi anaenda mwaka wa 4, unataka kuonyesha umuhimu wa diplomasia kwa kuweza kuvamia, kwa kuweza kusababisha hasara kubwa kiasi hicho? Kwa hiyo sasa katika majibu ambayo Vladimir Putin amejibu ni hayo. Lakini kitu kingine pia, amepeleka makombora ya Oreshnik nchini Belarus, kule kwa mtaalamu Alexander Lukashenko, ambaye watu wa Ulaya wanasema ndio dikteta wa mwisho aliyebakia barani Ulaya. Kwa amepeleka makombora ambayo ni makombora ya Oreshnik, makombora hatari kabisa haya, ameyapeleka mpaka upande huu wa Belarus, au katika nchi ya Belarus, ili sasa kule waendelee maana kitu alichokiongea, amesema anapeleka karibu na mipaka ya Ulaya, karibu na mipaka ya NATO, kwa sababu anachokiamini Volodymyr Zelensky hajafanya mwenyewe hii operation. Kwa sababu Zelensky mwenyewe alichokiongea, amesema kuwa hajahusisha yoyote, ni wao wenyewe ndio wamefanya kitu ambacho amesema imemchukua kama 1.5 mwaka kwa ajili ya kwa ajili ya kukamilisha operation hii, ambayo yeye anasema ni operation ambayo imeweza kufanikiwa sana. Kwa anasema imemchukua 1.5 mwaka ili operation hii iweze kukamilika. Sasa Marekani wamesema walikuwa hawajui, na Ujerumani pia wamesema walikuwa hawajui, Umoja wa Ulaya pia wamesema walikuwa hawajui, na NATO pia wamesema walikuwa hawajui. Kwa hiyo ni ya kwake yeye mwenyewe. Naweza kuamini kama Marekani kweli walikuwa hawajui, lakini Ulaya walikuwa wanajua, kwa sababu ya maneno ya Donald Trump aliyokuwa amemwambia Zelensky kuwa sisi ndio tuna karata, we hauna karata, tukikuacha utapigwa mwenyewe. Na alipofukuzwa Marekani, mnakumbuka, moja kwa moja alielekea Ulaya, na Ulaya kule walimwambia tutakusapoti wala usijali. Kwa hiyo siamini kama watu wa Ulaya walikuwa hawajui. Inawezekana kweli Marekani walikuwa hawajui, na labda ni Trump alikuwa hajui, lakini watu wa Ulaya hawa walikuwa wanajua. Nafikiri hii ni kuonyesha, kwa sababu pia ukumbuke Donald Trump aliposema kuwa ataondoa ufadhili wa taifa la Marekani katika haya mataifa ya NATO. Ukumbuke kuwa 60% ya bajeti ya NATO inatoka Marekani, kwa sababu aliyeanzisha huu umoja wa NATO, hii organization, ni Marekani. Kwa hiyo ni lazima yeye sasa awe ni mfadhili mkubwa. Sasa Donald Trump alikuwa ametishia hilo jambo, na wale wakasema kuwa hapana, kwa sababu wewe uwezo kasema tu huyu Volodymyr Zelensky akubaliane na haya ambayo Putin anayataka, manake tumefanya kazi ya ujinga kwa miaka hiyo yote 3 katika kuhakikisha kuwa Zelensky anashinda hii vita dhidi ya Urusi. Kwa hiyo kusema watu wa Ulaya walikuwa hawajui hii operation ni uongo. Watu wa Ulaya walikuwa wanajua. Ndio maana nikasema kuna 50%, na yenyewe sio 100, kwa sababu wazungu sio wa kuaminika. Kuna 50% pia kuwa inawezekana Marekani ilikuwa haijui, na hii yote ikiwa ni Umoja wa Ulaya pamoja na Zelensky kumuonyesha Trump kuwa sisi tuna uwezo wa kufanya, hata bila wewe tunaweza tukafanya. Kwa hiyo haya ndio majibu, ndugu zanguni, ambayo sasa ameweza kuyajibu Vladimir Putin kwa kupiga vitu
vituo 150 vinavyoaminika ni vituo vya utengenezaji wa hizi drones, kuharibu kabisa hivyo viwanda vya drones ambazo ndizo zimeleta shida upande wa Urusi. Watu wako kwenye mazungumzo Istanbul, Uturuki. Volodymyr Zelensky yeye anaenda anavamia Urusi. Nini kitakachokuwa? Lakini pia Dmitry Medvedev pia naye ameongea, amesema Zelensky ajiandae, kwa sababu tunakumbuka mwanzo kabisa wakati vita vinaanza, kumbuke Wagner waliingiaga mpaka Kyiv kabisa kwenda kumsaka Volodymyr Zelensky, na walikuwa wako karibu kabisa kumfikia. Ila tunakumbuka wakati ule Bennett, huyu ambaye alikuwa ni waziri mkuu wa Israeli, ndio alifunga safari kwenda Urusi kwenda kumuomba Putin kuwa tafadhali huyu kijana msimuue, ambaye ni Volodymyr Zelensky. Sasa kauli zimetoka kuwa ajiandae. Lakini pia waziri wa mambo ya nje ambaye ni Lavrov pia naye ameongea. Huyu ni Lavrov, naye ameongea pia vile vile, akasema kuwa Ukraine wajiandae. Kwa hiyo na makombora haya kwanza licha ya makombora hayo, kwanza hivi vituo vimevamiwa na makombora ya Kinzari. Makombora ya Kinzari ambayo ni ya Mrusi, na makombora ni makombora hatari sana, na wamesema wataendelea tena kufanya nini? Wataendelea tena kupiga, kwa sababu hii Zelensky ndio maana wanasema amevuka mstari wa vita. Sasa swali lingine linakuja, haya makombora ya Oreshinik kupelekwa nchini Belarus, hii ni indicator ya vita vya 3 vya dunia, na wanamlazimisha sana Putin kumvuta kwenye vita vya 3 vya dunia, kwa sababu vita vya 3 vya dunia ni vita vya nyuklia sasa hivi. Ukumbuke sio kama mwanzo watu walikuwa wanapigana, ni vita vya nyuklia sasa hivi. Ndio maana ukumbuka Korea Kaskazini aliwahi akasema mimi mtu akinichokoza sipeleke askari wangu waende wakafe huko. Mimi sina madude hapa, ni kitufe tunabonyeza, ni moja kwa moja linaenda linapiga. Ndio maana kule unaona hawapendi sana uchokozi na yule bwana, kwa sababu wanamjua akili yake. Sasa wanamchezea Putin kwa sababu Putin ni mwanadiplomasia. Putin anaenda sana na diplomasia. Putin ana huruma, ndio maana wanamchezea sana Vladimirovich Putin. Lakini huruma zake hizi zinaigharimu Urusi. Huruma zake hizi zinatufanya wengine huku tunakuwa na wasiwasi. Asanteni sana wanaokuwa Mwafrika. Ninawashukuru.